na kama ufalme kwako. Hawezi. Kwa nini? Kwa sababu huna kitu cha kushirikiana. Mnashirikiana naye wapi? Jambo la pili, hii nilikuwa nakupa mifano tu ya kuombea sababu. Jambo la pili, kuombea muda ulioamriwa. Kuombea muda ulioamriwa. Rasa Daniel 9 mstari ule wa 22 hadi 24. Daniel 9:22 anasema hivi: akaniambia, akaongea nami, akaniagiza, akaongea nami, akasema, Daniel, nimetokea sasa ili nikupe akili upate ufahamu. Mwanzo wa mambo yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe unapendwa sana. Basi itafakarini habari hii na kuyafahamu maono haya. Muda wa majuma 70 umeamriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishirizia adhabu, na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, na kuleta haki ya umelele, na kutia muhuri maono na unabii, na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nachotaka uone pale anaposema muda wa majuma 70 umeamriwa. Huyo ni Daniel anapewa unabii wa vipindi vilivyoamriwa juu ya Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana anasema mji, juu ya mji mtakatifu, maana yake anaongelea Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema, anaposema juu ya Yerusalemu, maana anaongelea juu ya muda ulioamriwa. Anajaribu kumwambia kulingana na ufalme wa Mungu kuna muda ulioamriwa juu ya Yerusalemu, kuna majira yaliyoamriwa juu ya Yerusalemu. Nilitangulia kukuambia jana, unapoombea juu ya misingi ya ufalme wa Mungu, unaombea pia juu ya muda ulioamriwa katika ufalme wa Mungu. Nilikwambia muda uliumbwa, na ufalme wa Mungu ulipotengeneza muda ni kwa ajili ya kusudi. Maana mhubiri anasema kwa kila jambo kuna wakati wake. Kwa hiyo ufalme wa Mungu, moja ya misingi ya muda ni sababu ni kile kitu ambacho Mungu amekusudia kitokee juu ya mji. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu amekusudia vifanyike juu ya mji kutimiza kusudi lake juu ya mji. Sasa nisikilize, Danieli wakati anapewa huu nabii aliambiwa juu ya mji wa Yerusalemu, na aliambiwa wakati Danieli alikuwa anaombea kitu gani? Alikuwa anaombea juu ya wokovu ya wao Mungu kuwatoa kutoka kwenye mji, kwenye utumwa wa Babeli. Maana wakati anasoma vitabu alipata habari kwamba miaka mingapi 70 ikitimia wanatoka. Sasa yeye hakuelewa, kwa hiyo ikabidi Mungu amletee akili apate kuelewa. Zile akili zilikuwa kwa nini? Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 12:32, ile 12:32 anasemaje? Na wana wa Isakari wenye akili za kupambanua nyakati na kuambia Israeli nini cha kufanya. Alimpa akili ili ajue kupambanua zile nyakati zilizoko ndani ya majuma 70, ili ajue nini Mungu alichokikusudia ndani ya yale majuma 70, na ajue nini cha kufanya. Kwa hiyo ndio maana ilibidi ampe akili. Bwana Yesu asifiwe. Ili aweze kuelewa vitu gani Mungu amekusudia ndani ya yale majuma 70. Sasa nisikilize, alikuwa anajiombea wao, Mungu akamsemesha juu ya mji. Na cheki alivyoanza kumgawanyisha, sema majuma, kukomesha makosa, kuishiriza, anaanza kumwekea vitu vinavyotakiwa kutekelezwa mle ndani. Sasa nisikilize kitu nilichotaka uone. Okay. Kila kitabu cha Luka 17:41. Luka 17:41. Oh, Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. 17:41. Biblia inasemaje? Alipofika karibu aliulilia mji. Sema aliulilia. Akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku, sema siku, zitakuja adui zako
kujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Alikuwa anaongea na nani? Na mji. Mji unasikia, sema unasikia. Wewe unadhani unaitwaje? Binti Yerusalemu. Mungu alikuwa anaongea na mji kwa kinywa cha Isaya, ile Isaya 62. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu. Alikuwa ongea na mtu, alikuwa anaongea na mji, kumwambia kwamba nini nimeweka, kuna watu nimewaweka, usiogope. Mji unaweza ukapata hofu. Mimi sijui kama unaelewa. Amina. Wakati ule rais amefariki, kila mahali ukitembea kwenye ardhi unasikia huzuni tu, huzuni tu. Mji ukihuzunika, hata kazi za hapo mjini haziendi. Sasa na walipokuwa naongelea juu ya mji, alikuwa anauambia mji, light ungelijua ya kupasayo amani, lakini sasa yamefichwa. Kwa nini yamefichwa? Kwa sababu muda wa yeye kujua umepita, lakini sasa yamefichwa usiaone. Kuna kitu wamefanya na ghafla wamefichwa. Mji ukifichwa na wanaoishi ndani yake wamefichwa. Mimi sijui kama unaelewa. Mji ukifichwa, ndio maana alifika kanisani akakuta wanauza, wanafanya biashara, hawakujua hata Yesu amekuja. Anasema lakini mngejua ya kupasayo amani. Maana yake ni kwamba mngejua kwamba mfalme wa amani anaingia, ya kupasayo amani. Hadi kanisa walikuwa hawajui. Kwa nini? Kwa sababu mji hujui. Mji ukifichwa, hadi kanisa linafichwa. Hivi vitu ningekwambia ndani, lakini unaweza usielewe. Lakini nataka upate picha. Mji ulipofichwa, yanayopasa amani. Biblia inasema kosa lako hukujua wakati wa kujiliwa kwako. Maana yake kujua majira. Sikia, Danieli alipokuwa anaambiwa kwenye ile Danieli 9:22 hadi 24, ndio kilichokuwa kinatokea kwenye Luka 19:41 hadi 44. Danieli 9:22 hadi 24 ndio ilikuwa inatimia kwenye Luka 19:41 hadi 44. Mji ulifichwa. Alafu cheki shida ilikuwa wapi? Kwenye muda wa kujiliwa. Hawakujua muda. Sasa ndio kitu ninachokwambia, kuombea muda ulioamriwa juu ya mji. Msipouombea muda ulioamriwa, sio rahisi sana hata mkajua nini kinatakiwa kufanyika kwa wakati gani. Yesu anaweza akaja mjini akawatembelea, akawakuta mnafanya biashara kanisani, akaulilia mji. Biblia inasema Yesu anaweza akaja Chato akaulilia Chato. Sema light ungejua. Lakini sisi tungekuwa na nafasi ya kuomba. Ndio maana lazima unapoombea kusudi, lazima ujifunze. Unapoomba juu ya kusudi la ufalme wa Mungu, ni lazima uombe juu ya muda ulioamriwa katika ufalme wa Mungu, juu ya mji. Mungu ameamuru muda upi? Mkishauombea mji namna hiyo, mkishaiombea nchi namna hiyo, kujua muda ulioamriwa, maana yake ni kwamba kila wakati kanisa litakuwa tayari, litajua majira, litajua nyakati, na likishajua muda ulioamriwa, maana yake ndani yake watajua nini cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo la tatu la kuombea, unapoombea sababu ya misingi au misingi ya ufalme wa Mungu, unaweza ukajiombea hata wewe muda ulioamriwa kwenye maisha yako, kwa sababu kuna muda ulioamriwa katika ufalme wa Mungu. Kwenye mji ulioko kuna muda ulioamriwa, kwa sababu muda wa mji unapounganishwa, ule muda ulioamriwa kwenye mji umeunganishwa pia na muda ulioamriwa kwenye maisha yako unapokuwa Chato. Maana ule muda Mungu anaokuleta Chato umekuwa connected na muda wako kwenye ulimwengu wa roho, ili kusudi la mji la Mungu katika muda huo kwenye mji liweze kukunufaisha na wewe, kwa sababu muda wa mji ulioamriwa ndani yake umeunganishwa na muda wa watu walioko kwenye mji, ili wafaidike na kile Mungu anachokifanya kwenye muda huo kwenye mji huo. Jambo la tatu, kuombea kiti au viti vya enzi. Unapoombea misingi ya ufalme wa Mungu, kuombea kiti ili uweze kushirikiana, kuombea kiti au viti vya enzi. Kitabu cha
Sasa nitaenda haraka haraka hapa kwa sababu muda wetu umeenda. Nitaenda haraka haraka. Sema haraka haraka. Sema haraka haraka. Fungua kitabu cha Ufunuo sura ya 17 mstari wa kwanza. Ufunuo 17 mstari wa kwanza. Nimalize hapa. Najua nimekuwekea vitu vingi. Najua, lakini Mungu anakuwekea vitu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ufunuo 17 mstari wa kwanza, Biblia inasema, akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi. Viti vya enzi. Lazima ujifunze namna ya kuombea viti vya enzi, kwa sababu usipojifunza namna, kumbuka nilipokuambia, ufalme wa Mungu kuna misingi ya utawala na ufalme katika ufalme wa Mungu, na kuna sababu ya uwepo wa viti vya enzi kwenye ufalme wa duniani katika ufalme wa Mungu. Ndio maana nilikwambia uliumbwa usultani, uliumbwa viti vya enzi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kuna viti vya enzi ambavyo vinatakiwa kuwepo kwenye tawala za duniani, ufalme wa duniani. Lazima ujifunze namna ya kuviombea, la si hivyo ni ngumu sana kuweza kuona ufalme wa Mungu, kuweza kushirikiana na ufalme wa Mungu. Nasema kwa nini? Viti vya enzi. Shetani tulipotenda dhambi, tuliuza na viti vya enzi. Shetani akaweka viti vyake vya utawala, na akawa anatumia hivyo viti vya enzi kutuzuia na sisi kushirikiana na ufalme wa Mungu, kwa sababu kazi ya viti vya enzi ni kutengeneza mifumo ambazo zinatengeneza uelekeo na utaratibu wa maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana lazima ujifunze. Ukijifunza kuombea hichi kitu, unapoombea viti vya enzi, unaombea pia misingi ya ufalme wa Mungu, ili viti vya enzi Mungu alivyoviumba na alivyovikusudia vifanye kazi Mungu aliyokusudia kuwepo kwake. Sasa nisikilize, kuna viti vya enzi. Sasa angalia, anasema hivi, yule malaika alienda akaachilia hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao katika nchi wamelevywa kwa mvinyo wa uasherati wake. Kama anasema kahaba ameketi, maana yake ana kiti. Na cheki kile kiti anakitumiaje? Anakitumia kufanya vita na wafalme. Cheki wafalme wa nchi wakina nani? Wewe na mimi. Ameweka kiti. Sasa nisikilize, ameweka kiti, anafanyia kazi gani? Kile kiti kimewekwa kwenye maji, juu ya maji. Ningekufundisha tena baadaye. Kuna tawala za maji, kuna tawala kwenye nchi, kuna wafalme wa anga, kuna falme majini, kuna falme chini ya nchi. Nasema unaipata hapa. Kitabu cha Kutoka kinasemaje? Usiviabudu vilivyoko chini ya juu ya nchi, wala chini ya. Maana yake kuna utawala. Sasa huyu kuna kiti ameweka juu ya maji, na anatawala kitu gani? Na yale maji sio maji ya kawaida. Ukisoma mahali pengine, sina muda wa kupitisha, anasema na yale maji yalionekana chini ya kiti chake, kulionekana mataifa. Kwa hiyo yale maji, usifikiri anaongelea maji mahali pengine anaongelea roho. Kwa hiyo kama ni roho, maana yake juu ya mji huu anaweza akaweka kiti chake, wafalme wakawa chini yake. Anafanya kitu gani? Anazini nao. Anatumia kitu gani? Anawalevya. Kwa nini? Kwa mvinyo. Umesema umeipata wapi? Waefeso 5:15 inasemaje? Msilewe kwa mvinyo. Mvinyo maana yake nini? Ni roho inayokulevya. Kwa hiyo kama aliwanywesha mvinyo, maana yake aliwanywesha roho ya uasherati, ili weje? Ili washindwe kujizuia kuzini naye anapowahitaji kuzini nao. Ndio maana ukiona kwenye mji uasherati ni mwingi na uzinzi ni mwingi, usijaribu kukemea uasherati.
Tafuta kujua anayewalevya ni nani ili wazini. Unasema kwa nini? Biblia inasemaje? Aliwalevya. Kulevya maana yake nini? Inaingia roho ndani yako, inakutawala kiasi cha kwamba unazini bila wewe kutaka. Kwa hiyo kile kiti kinakaa pale juu na kinafanya vita na wafalme wa nchi. Kuwafanya nini? Walewe kwa mvinyo, wazini naye. Wakizini, kuzini maana yake nini? Ukizini naye maana yake anaua mbegu ya ufalme ndani yako ili usiwe mfalme. Ndio maana hakuna dhambi ya hatari kama uzinzi, kwa sababu uzinzi, kitu cha kwanza, inaua kitu cha ufalme ndani yako. Alafu cheki nani aliyetumika? Ni kahaba. Roho ya ukahaba. Na ilitumia kitu gani? Iliweka kiti. Sasa nisikilize, tofauti yake nini? Akisema kama aliketi, aliweka kiti. Kiti maana yake kinatengeneza mfumo wa ukahaba, mfumo unaotengeneza mazingira ya watu kuzini. Sasa ukiona ukahaba kwenye mji, ni mfumo uliotengenezwa kwenye kiti cha kahaba alichoweka juu. Sasa ukitaka kushughulika na ukahaba, usishughulike na ukahaba, tangua kiti cha kahaba alichoweka juu ya mji, ili kufanyaje? Kutangua mfumo wa ukahaba. Kwa sababu kile kiti kinatengeneza mifumo ya watu kuzini. Ndio maana anatengeneza ukahaba, itatengeneza madanguro. Anatafuta kitu gani? Ni kahaba anayezini. Wewe unadhani unamnunua meli? Unamnunua kahaba mkuu aketie juu ya maji. Ndio wao wamenunuliwa kutumika. Ningekusemesha vitu vya ndani sana, unaweza kusema kuna soko. Nilishaliona hilo soko kwenye ulimwengu wa roho. Na wako kule wanauzika, roho zinauzwa. Zizini zinauzwa. Unasema kwa nini? Unapoenda pale unanunua roho. Ile roho inafanya kitu gani? Ikizini na wewe, ile roho nyingine inaua roho yako ndani yako ili usiwe mfalme. Ukitoka pale umeuacha ufalme pale, huwezi kuwa mfalme tena, maana yake huwezi kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ufunuo 13. Sasa ukishaomba juu ya hivi vitu, maana yake ni kuviondoa visitawale, kutangua utawala wake, ili kutangua roho za uasherati na uzinzi. Kwa sababu ikishatengeneza mfumo, ndo anaanza kumimina roho ya uasherati kule ndani. Mtu yoyote ambaye atafungwa kwenye mfumo, ndo maana Roho Mtakatifu ni roho wa ufalme wa Mungu. Unasema kwa nini? Ni roho ambaye anawanywesha watu kwenye mfumo. Unasema kwa nini? Usilewe mvinyo. Lakini anasema uwezi kuweka mvinyo kwenye kiriba. Kiriba ni mfumo, mvinyo ni roho. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ni mfumo. Unanyweshwa ndani yake nini? Unanyweshwa Roho Mtakatifu kama mvinyo, ili uweze. Ukishalewa Roho Mtakatifu, unayafanya mapenzi ya mfumo wa ufalme wa Mungu. Ukinyweshwa roho ya mvinyo wa uasherati, unafanya mapenzi ya kahaba mkuu. 13 mstari wa 2. Nisingekuzamisha hivi vitu ndani, ningekusemesha habari ya masoko. Usipoona hivi vitu, my friend, usipojua namna ya kuombea hivi vitu, kwa sababu kuna kusudi la Mungu juu ya mji. Na ukahaba ukishaingia juu ya mji, kuna kitu cha Mungu kinaanza kuzima, wafalme wanaanza kufa. Sasa sikia, mfalme akifa, utawala wake unachukuliwa na utawala mwingine. Maana yake shetani akizini na mfalme, anampokonya shetani ufalme, yeye ndo anakuwa mfalme kwenye eneo alilopewa utawala. Kwa hiyo uzinzi unaua wafalme wengi sana. Nyie mnafikiri mara nyingi inaua Wakristo? Inaua wafalme. Kwa upande wa ufalme ni hasara kubwa zaidi. 13 mstari wa 2. Na yule mnyama uliyemwona alikuwa mfano wa chuma, chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uweza mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Ufunuo 18. 18 ule mstari wa 3 anasema, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye. Sasa cheki, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Sasa turuke twende ule mstari wa 10 wa 9.
Anasema na hao wafalme wa nchi waliozini naye na kufanya anasa pamoja naye watalia na kumwombolezea wauanapo moshi wa kuungua kwake, wakisimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakisema, ole ole mji ule ulio mkuu, Babeli, mji ule ulio na nguvu, kwa kuwa katika saa moja hukumu yako imekuja. Sasa anapoongelea Babeli haina maana ile ya Babeli ile ya Nebukadneza. Hili ni jina la mji kiroho. Kila mji una jina lake kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye Ufunuo unakuta mahali pengine kwa jina lake Sodoma, jina lake kiroho. Maana yake ni kwamba mji unaweza ukawa unauita jina la kawaida kama Chato, lakini kiroho una jina lake. Kwa nini? Inafananishwa matendo yanayofanyika kwenye huo mji na huo mji unapo. Ukisikia Sodoma, maana yake huo mji unafanya matendo ya Sodoma, kwa hiyo kiroho unaitwa Sodoma. Kwa hiyo lazima ujue mji Chato kiroho unaitwaje. Sasa hapa anaongelea Babeli kiroho. Anasema mji ule uliangamizwa, ulipigwa, uliadhibiwa, mji ule ulio na nguvu, kwa kuwa katika saa moja hukumu yako imekuja. Nao wafanyao biashara wa nchi walia na kuombolezea, kwa sababu hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena. Sasa ninachotaka uone, hawa ni wafanyabiashara ambao walikuwa wanategemea mfumo wa Babeli. Babeli inamaanisha kwamba ulikuwa ni mfumo wa kishetani. Biblia inasema yule kahaba mkuu alikuwa ananyesha uasherati wafalme wanazini. Kwa hiyo kulikuwa kuna kiti cha enzi cha yule joka walipewa pale, na kilikuwa kinatawala na kinasimamia biashara, kinasimamia mifumo yote. Na wafanyabiashara wote waliokuwa kwenye ule mji walikuwa wanapata msaada kutokea kwenye nguvu za kile kiti na kutoka kwenye nguvu za ule utawala. Na kwa sababu hiyo walikuwa wanatumia zile nguvu kuuza na kununua. Ndio maana nasema hapa Babeli ilipoangamizwa na vile vitu vilivyoharibiwa, nguvu za biashara zilizokuwa zinawafanikisha, zinawezesha kuwasaidia, zikapotea. Kwa hiyo wakajikuta hawawezi tena kuuza, hawapati tena wateja, hawapati tena biashara. Ndio maana unapoamua kutengua mamlaka ya ufalme wa giza na kuangusha hivyo viti, ghafla utashangaa kuna biashara zinaanza kufa mjini. Unasema kwa nini? Kuna biashara zinategemea nguvu kutoka kwenye hizo kiti. Unafikiri wanapoenda kwenye waganga nao wanaenda kwenye vile viti, wanawatengenezea mazingira kuwaunganisha na zile nguvu. Kwa hiyo wanapata nguvu kutokea kwenye zile kiti na kwenye nguvu ya utawala wa mji. Ndio maana Babeli sio jina tu la mji, lakini ni jina la mfumo wa kiroho unaotawala mji. Kwa hiyo anaposema ule mji uliangamizwa, anamaanisha mfumo wake uliondolewa. Lasi hivyo asingesema kwenye ule mstari mwingine, asema maana, anasema pale chini, maana hapana mtu anunuaye bidhaa. Okay, kama mji ambao umeharibiwa, si watu hawapo. Anasemaje tena wanunui bidhaa? Maana yake alikuwa anaongelea mji kama kuharibiwa. Alikuwa anaongelea mfumo wa kiroho uliokuwa unampa shetani kuutawala mji umeharibiwa. Lakini wale waliokuwa wanautumia ule mfumo wamebaki na bidhaa zao. Na anasema hazinunuliwi tena. Maana mfumo uliokuwa wanautegemea kuuza bidhaa na kupata wateja umeharibiwa. Haleluya. 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 Hivi ni vitu vizuri sana unatakiwa kuelewa. Mungu anakufundisha vitu vizito, akupe neema ya kuelewa. Amen. Akupe neema ya kuelewa. Unajua hivi vitu, unajua watu wengi sana wanaelewa ngazi ya waganga. Nasema ameenda kwa waganga. Uelewi wale waganga wanapatia wapi mfumo. Maana lazima pawepo na mfumo ambao unafanyia kazi. Kwa sababu kama una mfumo, huwezi kuwa na wateja. Watu wengi hawajajua kwamba sikia, biashara ilete wateja, mfumo ndio unaleta wateja. Unasema kwa nini? Mfumo ndio unaotengeneza uhitaji wa bidhaa. Mfumo ndio unatengeneza demand ya bidhaa. Unasema kwa nini? Okay, ngoja nikupe mfano. Kama mfumo ukitengeneza uhitaji wa modo, mnisamee mnaofaa. Sijasema ni dhambi, mnisamee. Lakini nasemea mfano. Sema mfano. Modo. Uwe na uhakika ya kwamba anayeuza modo, mfumo utawatengenezea na wateja. Kwa sababu mfumo ndio umetengeneza hicho kitu cha modo.
Kwa hiyo mfumo utatengeneza na wateja. Kwa hiyo yoyote anayeuza modo, mfumo utawapa wateja, kwa sababu mfumo kama umezaa hicho ile wazo la modo, maana yake ni kwamba yoyote anayefanya biashara, anayeuza modo, mfumo utawapa wateja. Unaweza kusema watoto wetu wanavaa nguo za ajabu siku hizi, nguo za ajabu siku hizi. Na wewe sasa unauza dukani nguo, alafu unakuja kugundua kwamba siauzi modo, wateja wanakupita tu piu. Unasema mimi nimeokoka, siwezi kuuza hiyo bidhaa. Unasema kwa nini? Mfumo ukupi wateja. Siuzi bidhaa yake. Ukiamua kuuza bidhaa yake na kuletea wateja. Unasema kwa nini? Babeli. Wao ningekusemesha vitu vingi sana uone vinavyoendelea. Uone vinavyoendelea. Kwa sababu kuna vitu unaweza ukaviona na wakasirikia wafanya biashara. Shida sio wao. Mfumo unawaambia ili nikupe wateja. Ili nikupe wateja. Uza hii. Ndio maana kuna bidhaa zingine unalazimika kuuza. Unasema haina soko sokoni, haina soko sokoni. Nani anayeamua soko? Haina bizi, hii haina soko, haina soko. Ukinunua hizi haina soko. Vijana sasa sikia, mfumo pia unapanda hicho kitu ndani ya vijana, uhitaji watake modo. Sasa sikia, mfumo kabla hujaleta bidhaa inatengeneza wateja. Inatengeneza wanaohitaji modo kabla modo hazijaje. Ili iweje? Wewe ukihitaji modo unaenda tu unasema modo mnayo? Hamna. Anaondoka. Wa pili anakuja. Wafanya biashara wanasema wateja wale au watatu wakiuliza unaleta bidhaa. Modo. Ngoja lete. Sasa ajui yule aliyekuja kuulizia modo, hilo wazo amelipata wapi? Oh, haleluya. Haleluya. Nikupe jambo la mwisho tupate nafasi ya kuomba. Mimi nakufundisha uombe. Sema nakufundisha uombe. Nakufundisha uombe. Utazame ili uweze kushirikiana na ufalme wa Mungu na Mungu ajifunue kama mfalme wako. Kwa sababu kuna kazi Mungu anayotaka ufanye. Lakini kuna vitu usipoona kama yeye anavyoona, hamwezi kushirikiana. Akisema nenda kulia wewe unaenda kushoto. Akisema nenda juu wewe unaenda chini. Kwa sababu wewe kila siku unaona waganga tu. Unakasirikia. Mungu anakuambia sio huko. Ona huku, uone. Alafu unataka Mungu ajifunue kama mfalme. Unasema kwa nini? Ili upambane kama na wafalme, lazima Mungu ajifunue kama mfalme kwako. Ukishaanza kupambana kwenye hiyo ngazi, unaingia kwenye ngazi ya vita ya wafalme na mamlaka, unatoka kwenye ngazi ya mapepo. Kwa sababu pepo linaingia kusimamia wazo la ufalme. Ndio maana pepo linaingia, linaweza likukuongoza mavazi ya kuvaa, nguo za kuvaa. Sasa yeye muuzaji, wewe unafikiri anayekuja dukani kukuulizia nataka taiti, wewe unafikiri ni mtu, kumbe ni pepo. Na unasema akisema amekuja wawili watatu. Sasa amekuja mapepo mawili matatu yamekuulizia taiti. Na anasema ngoja mkalete. Alafu yale mapepo yanarudi kwa ufalme wa kisa. Anasema sasa bidhaa imeingia tawa. Unasema inatengeneza nini? Ni mfumo ili wanaume watamani, wafalme watamani, wazini naye. Mungu akusaidie tu uelewe. Ninakusemesha vitu vizito sana hapa, ngoja tu ninyamaze. Ngoja tu ninyamaze. Kuna vitu vinaendelea huko ndani ungeshangaa sana. Watu wengi wakifikiri wanaenda pale sokoni, wanaona makahaba pale wanajiuza, wanafikiri makahaba zile ni roho. Ziko sokoni kwenye ulimwengu wa kiroho, kwa sababu kwenye ulimwengu wa kiroho kuna soko la roho za watu. Jambo la 4. Kumalizia hapa. Kuna vitu vigumu sana ambavyo unajua kuna viti vinakaa kwenye milima. Sema milima. Sema milima. Sema milima. Sema milima. Niombe basi nimalize nitoke hapa. Maana kuna vitu hapa.
Shetani angenishinda pakubwa leo, ungekuwa kwenye gari naenda Dodoma. Zaburi 2:6. Zaburi 2:6. Anasema hivi, nami nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Kama amemweka, maana yake amemketisha mfalme. Kwa hiyo kuna ufalme ambao unakaa kwenye milima. Hivi vitu usipoambiwa, mimi nakwambia huwezi usiamini. Isaya 29. Isaya 29 mstari wa 8. Anasema hivi, tena itakuwa kama mtu mwenye njaa aotapo, kumbe anakula, lakini aamkapo nafsi yake haina kitu. Na kama mtu mwenye kiu aotapo, kumbe anakunywa, lakini aamkapo kumbe anazimia, na nafsi yake inatamani. Hivyo ndivyo utakavyokuwa huo wingi wa mataifa waletao vita juu ya mlima Sayuni. Nilikuwa nataka tuone kwamba ufalme unaweza kuweka kiti juu ya mlima. Kiti juu ya mlima. Okay, ngoja nikwambie kitu. Ushaikuiombea milima ya Chato na Geita. Ufalme ukishatawala, unaweka viti vyake vya enzi. Kuna viti vinakaa kwenye milima. Nachekia watu wali, vita ilienda kutokea wapi? Ilienda kufanyikia mlimani. Walipandisha vita kwenye milima, wanapigana na utawala, kwa sababu wanawe viti na watawala wanaweka viti kwenye milima ni kwa ajili ya kutawala mji. Rafiki yangu mmoja alikuwa ananiambia, kuna tukio moja tulikuwa tunajadili, akawa ananiambia, "Halo, nimeota bwana." "Nini?" "Nimeona mtu amekaa kwenye kiti kwenye mlima, anarusha mishale kwenye mji. Anarushia watu wanakufa." Aliponiambia tu nikawa nimeelewa kitu anasema. Maana yake ni utawala wa kifalme uliokaa kwenye mji unajaribu kuleta vita juu ya utawala mwingine unaoingia. Nikamwambia hii ni vita ya kimalango, na hii ni vita ya ufalme wa giza kwenye milima. Unasema wametokea wapi? Tumemkabidhi bwana shetani, tulipo tenda dhambi tukampa. Yesu, Biblia inasemaje? Yerusalemu ndipo penye kiti chake cha enzi. Yesu ndo anatakiwa aweke kiti chake cha enzi kwenye milima ya miji. Mlima ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unakumbuka habari ya unakumbuka wale watoto waliouawa na Herode? Ile ilikuwa ni vita ya viti. Ndio maana kuna vitu vikizaliwa Chato ghafla vinaanza kushambuliwa vife. Unasema ni lazima ujue Herode ni kiti ambacho kinatumika na nani. Sasa msipojua namna ya kukiombea kiti, mnaweza mkaombea roho ya mauti. Shida sio ya roho ya mauti, imepitia kwenye kiti kipi? Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue kiti kinachowatawala kinatawaliwa na nani. Usipojifunza namna ya kuombea viti, unaweza ukashangaa viti vinapingana na kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikusemeshe hichi kitu hapa cha mwisho, alafu tumalize. Sema tumalize. Sema tumalize. Sema tumalize. Kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 13 anasema, "Na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Nawe walishika sana jina langu, wala hukuikana imani cheki yangu, hata katika siku ya Antipa shahidi wangu, mwaminifu wangu, aliyeuawa kati yenu hapo akaapo shetani." Alikuwa anaongea na kanisa. Nakwambia habari ya viti vya enzi vinavyokaa kanisani, vinavyokunyima kushirikiana na kusudi la ufalme wa Mungu ukiwa kanisani. Watu wengi wanafikiri ile kwamba mnamwabudu Yesu kanisani, ufalme wa Mungu upo kanisani. Sio kweli. Ile kwamba mna Yesu kanisani ina maana mna ufalme wake. Nasema acha bana mtumishi. Kabisa. Anatuambia hili ni kanisa la Pergamo. Yesu anasema kuna kiti cha enzi cha shetani.
Na ndo ndipo alipouawa mtumishi wangu Antipa. Kwa nini unafikiri kuna huduma zinauawa kanisani na watumishi wanauawa kanisani kiroho? Okay, kinachoua ni mfumo. Kwa sababu shetani akishaweka kiti kanisani, mfumo ukishakaa kwenye mji, unapenyeza na viti vyake kukaa kanisani. Sasa nyinyi hamwezi kushtuka kwa sababu mna Yesu. Hao watu usikia hawajaikana imani. Maana yake hawajamwacha Yesu. Kiingia kanisani wanasema Bwana Yesu asifiwe na wanakemea na mapepo. Lakini shetani ameweka kiti chake. Umesema kile kiti chake ni kwa ajili ya nini? Kutengeneza mfumo wa kiutendaji kanisani, mfumo wa kiuongozi kanisani. Ndio maana lazima mcheki vizuri. Ile kwamba mnamhubiri Yesu haina maana mna Yesu kwenye mifumo ya utendaji wa kanisa. Na kwa sababu hiyo kuna vitu ambavyo si rahisi sana ukaona kanisani na rahisi kuvitekeleza. Unaweza ukaenda kwenye makanisa, okay, wanaweza wakatekeleza wazo kwenye, wakakaa baraza, wakakaa uongozi, wanajadiliana, wakatoka na wazo. Waulize hilo wazo mmetoa wapi? Hawana mstari. Alafu ukilipima na Biblia unajua kabisa liko kinyume kwa Biblia. Jiulize mfumo upi umewapa. Ukifanya mchezo, kiti cha enzi cha shetani kiko kanisani na amjui, unajua kinatafuta kitu gani? Kuwatengenezea mfumo utakao wanyima kushirikiana na kusudi la ufalme wa Mungu kanisani. Unasema kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo ghafla mtagundua kabisa Mungu anavileta, vinakosa ushirikiano kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana lazima mjifunze kutazama kiroho. Shetani hakuambia kwa sababu tu alitaka tu kuwavuruga, lakini Yesu aliwaambia ili kuwasaidia wawe na macho ya kiroho, kuona kilichoko kule ndani ili wapate msaada. Kuna vitu vya kimfumo unaweza ukajitahidi, haviendi. Ndio maana tutajifunza kutofautisha kati ya mfalme kuwepo kanisani na mfumo wake kuwepo kanisani. Yesu anaweza akawepo kanisani, lakini mfumo unaotumika ni wa ufalme mwingine. Hiyo iko kiroho. Inakufundisha kwa faida yako na kwa faida ya mahali popote unapoenda. Najua hapa siongei na mtu, naongea na kanisa la Chato. Ili macho yako yafunguke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaujenga mwili wa Kristo. Kabla wewe hujawa MTAG, wewe ni mwili wa Kristo, kanisa lake. Kwa hiyo popote anaweza kukuweka. Lazima uwe na hili jicho ili uweze kushirikiana na ufalme wake. Kwa sababu ufalme wa Mungu kazi yake sio tu kumleta Yesu kanisani, ni kuleta na mfumo wake wa kiutendaji, ili msitumie akili zenu kuongoza kanisa, msitumie akili zenu kusimamia taratibu za kanisa, msitumie akili zenu kuweka utaratibu wa sadaka, kuweka utaratibu wa ibada, kuweka taratibu za michango. Au utaratibu lazima utoke kwenye ufalme wa Mungu. La sivyo hamwezi kuona Mungu akishirikiana na nyie kwenye hicho unachofanya. Unajua kuna mahali unaweza ukaweka sadaka, unagundua kabisa Mungu hayuko pamoja, kwa sababu unaona upako wake haupo, nguvu zake haziko. Mkishaweka wazo, lazima sharti ufalme wa Mungu uwe pamoja na nyinyi. Serikali yenu isimame upande wenu, muone nguvu za Mungu zikisimama na kukusanya mapato kila kona. Hata kama ni watu wa mtaani, utashangaa mnajenga, anatoka mtu wa dini nyingine anasema, unajua nimekaa hapa hili kanisa lenu, nimejisikia tu pale nyumbani kwangu, kasema ngoja nilete hii milioni 5 mmalizia. Ni mtu anasema umekuja kusali, lakini umesikia tu. Unasema kwa nini? Ufalme umeingia kazi. Unasema kwa nini? Mfalme haufanyi kazi na dhehebu, unafanya kazi na mwili wa Kristo kieneo. Kwa hiyo unatawala muungano, unatawala muungano, unalazimisha watu wote wa muungano watekeleze, washiriki kwenye kusudi lake la ufalme wake kanisani. Ndio maana mkishaliweka kusudi la Mungu kwenye sura ya namna hiyo, mtashangaa kabisa mapato mengine yanakuja kwenye kanisa, hayatoki kwa waumini wa kanisa, ghafla yanatoka kwa watu wa eneo hilo. Kama unazana na kutania, kamuulize Musa alifanyaje? Alikutana na mzee yule, baba mkwe wake. Yule baba mkwe wake alitoa sadaka. Ni kuhani wa Midiani, wa miungu mengine, lakini alitoa sadaka kwa Mungu wa Musa. Unasema kwa nini? Ile miungu ilikuwa inajua huyu ndiye Mungu mkuu. Ukishaamua kusudi la namna hii, Mungu
wako. Wanasema huyu Mungu, ndio sisi tuna Mungu, lakini huyu Mungu wako ndiye Mungu mkuu. Amina. Kwa nini? Yeye ni Mungu wa miungu. Mkishatembea kwa namna hiyo, mtakuja kugundua kwamba miungu mingine haiwezi kuyazuia watu kutoa sadaka kwa huyo Mungu mkuu. Ikitaka wanasema nenda. Huyo ndo Mungu mkuu. Wewe unafikiri kwa nini miungu ya yule mzee wa baba mkwe wake Musa ambaye alikuwa anaabudu, kwa nini haikumkataza kwenda kutoa sadaka kwa Musa? Sisemi upokee kila sadaka za miungu, lakini kuna kanisa moja liliambiwaje, nakupa watu wa dhehebu la shetani. Ushashangaa unaletea watu wa shetani kanisani ili ujue kwamba mimi Mungu ndiye Mungu wako, na ili wajue kwamba mimi ndiye Mungu mkuu. Ile kwamba mimi ni Mungu mkuu haina maana wale wanaoabudu Freemason sio wa kwangu, wale wanaowaganga sio wa kwangu. Kumbuka hili, Biblia inasema Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh, nimesema upate hichi kitu ili ndani yako upate kuelewa hivi vitu. Ukishaona Mungu na ufalme wake unasimama upande wako, uwe na uhakika mbingu zinasimama upande wako. Na hakuna mtu atakayeshangaa miti inakuja kutoa sadaka. Hadi mawe yanatembea kuja kutoa sadaka. Unasema kwa nini? Ufalme wa Mungu ni ufalme wa wafalme wote. Nataka tutoe sadaka hapa, alafu tupate nafasi ya kuomba. Usiache kutoa hii sadaka kwa sababu tunataka tujiunganishe na kitu kikubwa hapa. Nataka tuombee watu. Nataka tuombee misingi mibaya ya falme za giza kwenye maisha yako, ili Mungu akunasue pale, upate msaada wa kutoka kwenye hicho kifungo, wa kutoka kwenye hilo eneo. Unaendelea, unaweza ukaja tu kuja kutoa sadaka. Nakupa dakika chache hizi, achilia sadaka yako mbele za Bwana, upate nafasi ya kuomba hapa.